Checheche cha ya Ikulu na kitabu chake kutoka TACOPE, maswali na majibu hapo kwa hapo. Haya, hii ni chai ya Ikulu kutoka hapa Port Elizabeth, na leo tupo na kiongozi wetu, au tunaweza tukazungumza kwamba ni mweka hazina. Sisi wana TACOPE wote kwa ujumla, huu jamaa ndo anakaa na pesa zetu. Kwa huu jamaa inabidi atueleze, na leo palikuwa na kikao kikuu cha kamati kuu, walikuwa wanajadili masuala mbalimbali tofauti. Kwa hiyo karibu na mheshimiwa, jitambulishe, unaitwa nani na kwa nini uko hapa leo? Ndo mgonjwa bwana. Kwa jina naitwa Imba Sado. Watu wote wananijua Port Elizabeth. Ndio. Na mimi ndo mweka hazina wa TACOPE. Mweka hazina wa TACOPE. Yes. Vipi sasa Watanzania wanataka kufahamu mpaka sasa hivi pesa zao ziko katika usalama wa kiasi gani? Pesa zao ziko usalama mkubwa ambao wenyewe wanautarajia uwepo na kwa uhakika unapatikana, kwa sababu walinichagua. Na uweka hazina sio cheo ambacho unachaguliwa kwa sababu tu. Watu kunakuwa na sababu na kubwa ni uaminifu wa kwanza. Ndio maana watu watakubali kwamba uwatunzie pesa zao kutokana na ulichokuwa unakifanya kabla ya kuwa mweka hazina. Ndio, kuna utaratibu mbalimbali, na naona baadhi ya viongozi baadhi ya wanachama wanakuwa wanauliza na wanahoji maswali kwamba je, wakitaka kukopa hao watu nao wakopesha vipi? Kwa sababu TACOPE ina katiba. TACOPE ina katiba na masuala ya mikopo, ya misaada, kila kitu kipo katika katiba ya TACOPE. Na kama siko mistake, uongozi wa TACOPE ulijikadiria muda ambao ukishafika huo muda TACOPE yenyewe itafungua sasa milango ya mikopo, ya misaada na kila kitu. Nadhani wanachama hai wa TACOPE wanalifahamu hilo. Kwa hiyo kwa sasa hatujafika ule muda bado wa mikopo na wa misaada. Okay, wanataka kufahamu wa Tanzania ambao wanakuangalia wewe, wako ndani ya TACOPE, kwamba yes, kuna vigezo gani zaidi ambavyo vinatakiwa mtu awe navyo ili aweze kukopeshwa? Kwanza kitu namba moja, TACOPE haikuanza kwa sababu ya mikopo. TACOPE yenyewe imejiorganize kwa sababu ya kuwaita Watanzania wawe pamoja na kudili na changamoto zao. Changamoto ni kubwa kwa maisha yetu huku ya huku ghaibuni. Inakuwa mmoja anapoumwa, mmoja anapokamatwa. Kuna hizo changamoto ambazo peke yako huwezi ukazitatua kwa uwepesi. Nadhani TACOPE nguvu zake nyingi kwa sasa zipo huko kabla ya kwenda kwenye mikopo. Watafika kwenye mikopo endapo income ya TACOPE itakuwa imekuwa kubwa, ambayo inaweza kuwezesha matatizo yao ya kijamii na ikabakiza kiasi ambacho inaweza ikakopesha wanachama waliokuwepo ndani ya TACOPE. Tukifika huo muda, nadhani hakutokuwa na vigezo vikubwa sana, kwa sababu nia na madhumuni ni ya kusaidiana wenyewe kwa wenyewe. Okay, kwa hiyo unawaambia nini sasa hivi hao wana TACOPE ambao mpaka sasa hivi ambao hawajajiunga rasmi ni kuingia kwenye TACOPE? Kwa sababu nafikiri kwamba baadhi ya watu wanashindwa kujiunga, kwa maana kwamba wanashindwa kuelewa kwamba je, wanavyojiunga kuna faida gani ambao rasmi wanaipata kupitia TACOPE? Faida tukiwaambia wasiojiunga, ukiwaambia ni vigumu kukuelewa faida ni nini. Lakini mpaka sasa waliokuwepo ndani ya TACOPE washaona faida ya TACOPE, jinsi inavyofanya kazi, inavyowanufaisha wao wenyewe. Na mara nyingi huwezi kuwa force watu wajiunge na kitu mpaka watakapoona mafanikio ya kile kitu kitakavyoanza kuonekana nje. Nadhani wenyewe watakuja. Kwa wale wasiojiunga, mimi maneno yangu na kwa sababu mtu hajajiunga anakuwa na sababu, washike sababu zao hivyo. Watuangalie, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusaidiana wenyewe kwa wenyewe, na uhakika tutasaidiana. Watakaporidhia, watakapoona hiki kitu kina manufaa, watakuja, watajiunga. Vipi kuhusu